naitwa John Weza Mayunga, ni meneja wa huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na pia ni msimamizi wa kituo cha hali ya hewa katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Leo ni siku ya hali ya hewa duniani. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inaungana na taasisi mbalimbali duniani za hali ya hewa kuweza kusherehekea sikukuu hii ya hali ya hewa duniani. Kila mwaka mwezi Machi tarehe 23, taasisi zote duniani zinasherehekea kuanzishwa kwa shirika la hali ya hewa duniani. Na mwaka huu shirika hili linatimiza miaka 76 tangu kuanzishwa kwake. Na kila mwaka shirika hili linakuja na kauli mbiu. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni pima hali ya hewa ili kesho iwe salama. Na kauli mbiu actually inaakisi ufuatiliaji wa hali ya hewa katika kutoa taarifa sahihi za hali ya hewa kwa matumizi mbalimbali ya wadau wa hali ya hewa na matumizi mbalimbali ya kijamii. Na ili kufanya hivyo, maana yake serikali imewekeza miundombinu ambayo inaweza kusaidia kupata hizo taarifa hali ya hewa sahihi. Na pia imewekeza katika vifaa pamoja na wataalamu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi kwa usahihi. Ndugu mwandishi wa habari, ukiangalia usahihi wa taarifa ya hali ya hewa unahusika pia na vifaa, lakini muhimu ni kwamba kauli mbiu ya mwaka huu inazingatia usahihi wa taarifa za hali ya hewa kwa matumizi mbalimbali na kwa mipango na kuweka maamuzi, lakini kubwa zaidi ni kutoa tahadhari ya majanga ya hali ya hewa ambayo yanaweza kaathiri mipango mbalimbali katika shughuli zetu za kijamii na shughuli za kimaendeleo na shughuli za kiuchumi. Ukizingatia kauli mbiu ambayo inazungumzia pima leo hali ya hewa kesho iwe salama. Na hao vijana ndo taifa letu la kesho. Kwa hiyo tukiwajengea uwezo na kuangalia umuhimu wa hali ya hewa, manake ni kwamba hata mipango yao ya kesho inaweza ikafanya kazi vizuri, na pia ndo vijana ambao tunaona kesho na wakati tunazungumzia salama ya kesho, lakini pia tunazungumzia kizazi hicho ambacho ni watoto wetu uko mbele wanakokwenda, wao na safari ndefu kuliko sisi ambao tuko leo. Serikali imewekeza kwenye vifaa vya uangazi. Kwa mfano sasa hivi tuna vifaa ambavyo vinajiendesha vyenyewe kufanya kazi ya uangazi, lakini pia tuna miundombinu ya rada za hali ya hewa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambayo inasaidia kupata hizo taarifa za hali ya hewa ambazo ni sahihi. Kwanza tunaongozwa na miongozo ya kimataifa. Shirika la hali ya hewa duniani pamoja na shirika la usafiri wa anga duniani limeweka miongozo ambayo inatusaidia sisi kutoa huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga. Kwa hiyo wadau wetu wakubwa kama ulivyouliza ni kwamba ni mashirika ya ndege, wenzetu wa mamlaka ya usafiri wa anga, viwanja vya ndege, pamoja na wadau wengine wote ambao wanahusika kwenye huduma za usafiri wa anga. Kwa hiyo sisi kama nilivyosema hapo mwanzo ni kwamba kwa kuwekeza na kupa mkazo usahihi wa hali ya hewa tumeweza kukaguliwa. Na nikupe tu taarifa kwamba mwaka huu pia tumekuwa na ukaguzi wa huduma zetu za hali ya hewa katika usafiri wa anga, na tumeweza kupata certificate, na sio kupata, ni kwamba tumethibitishwa sasa kuendelea na cheti ambacho hapo awali tulikuwa tumepewa. Na ni karibu miaka 16 toka 2010 mpaka leo tumeweza kutoa huduma zetu bora katika usafiri wa anga. Neno kubwa kwa wadau ni kufuatilia taarifa za hali ya hewa. Na kwa kweli kwa dunia sasa hivi majanga mengi yanasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na taarifa za hali ya hewa. Kwa hiyo taarifa za hali ya hewa ni muhimu sana kufuatiliwa, na ili uweze kupanga mipango yako vizuri ni muhimu sana kufuatilia taarifa zetu za hali ya hewa. Kama mamlaka ya hali ya hewa ina taarifa za vipindi, kwa mfano utabiri wa siku 5, utabiri wa siku 10, lakini tuna utabiri wa msimu. Na vile vile wadau wetu wa usafiri wa anga tupo tayari kuwahudumia kwa usahihi kabisa, na tunawakaribisha sana. Kwa majina naitwa Chanel Justin Kaburi katika shule ya msingi Dali School. Kwa leo nimejifunza kwamba namna gani ya kupima hali ya hewa katika vifaa mbalimbali ikiwemo sunshine recorder. Ninachojifunza ni kwamba katika kituo hiki kuna vipimo mbalimbali zaidi vinavyotuwezesha kuelewa zaidi kuhusu
hali ya hewa. Jina naitwa Emmanuel Bisandi Luchebera. Ni mwalimu wa shule ya msingi Dadi. Ziara yetu ni ziara ya kimasomo ambao wanafunzi tunakuwa tunafundisha vitu vingi. Mara nyingi tulikuwa tunafundisha vitu hivi katika njia ambayo tunasema ni theory. Kwa hiyo tumefundisha vitu vingi, tumejikita zaidi tumefundisha hizo elements of weather, wamezisoma. Wamesoma mvua, upepo, temperature na vitu vina elements zingine. Pia kuna vifaa ambavyo vinatumika kupima hizi hali za hewa hizi. Sababu hali ya hewa inabadilika. Kama tunavyojua weather inabadilika, hizo kupima baada ya saa, baada ya siku, baada ya wiki. Kwa hiyo pia wanafunzi, ili vitu vina faida katika maisha ya kila siku. Katika shughuli mbalimbali huwezi kuepukana kujua hali ya hewa. Kwa sababu shughuli za kiuchumi kama kilimo, kama uvuvi, kama mambo ya usafirishaji unahitaji pia ujue hali ya hewa. Kwa hiyo wanafunzi tukawaleta hapo waje waone zana hizo au vifaa hivyo kwa macho katika uhalisia wake, na kutana na wataalamu zaidi wanaojihusisha katika mambo ya hewa waweze kuelezewa kwamba hivi vitu vina faida gani katika maisha yao. Kwa hiyo tumefika hapa ikiwa pia ni sikukuu ya hali ya hewa duniani ambayo inasherehekea miaka 76. Unaona? Kwa hiyo wanafunzi wamejifunza vitu vingi sana, kukutana na wataalamu wa meteorologist wamewafundisha vitu vingi sana. Nje na hapa tuna wanafunzi ambao wana malengo ya kuja kwa baadaye kuwa wao wataalamu wa hali ya hewa. Kwa hiyo kuwaleta hapa kusoma ni moja kutimiza ndoto zao ambao wamekuwa nazo tangia mwanzo. Kwa hiyo kupitia fursa hii ya kuja kusoma, watoto wengi wameweza kudevelop kuona kwamba ile ndoto walionayo, kama kuna watu wanafanya kazi hapa pia hata wao walianza kama wao walivyo sasa. Tunasema kwamba hata tunasema kwamba kitu kikubwa chochote kilianza kikiwa kidogo. Kwa hiyo hata wao wanaamini hao waliopo hapa leo waliwahi kuwa wanafunzi kama wao. Hivyo wanaamini kabisa kuna siku wao pia watatimiza ndoto zao. Kwa hiyo kupitia ziara hii watoto wanaporudi shuleni wanakuwa motivated na wanaongeza nguvu. Tumepata wataalamu wamewaambia watoto wamekuwa wakiuliza maswali, ili niweze kuwa rubani nisome masomo gani? Ili nikiweza kuwa mtabiri mzuri wa hewa nisome masomo gani? Kwa hiyo wamepata taarifa. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba baada ya masomo haya ambayo wamejifunza hapa kwa vitendo, watoto hao wanaenda kuweka nguvu zaidi katika masomo yale walioambiwa ili kutekeleza malengo